Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nakukaribisha tujifunze kwa ufupi kwa nini Yesu alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwanza Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi kuondolewa kwa damu. Kwa sababu ya kwanza, dhambi huondolewa kwa damu. Na ndiyo maana hata katika Agano la Kale ilikuwa inachinjwa mwana kondoo kwa ajili ya kuondoa dhambi za watu. Lakini sababu ya pili, mwanadamu alikuwa chini ya hukumu. Kwa hiyo ili hukumu iweze kufutwa, ilikuwa inahitaji damu ambayo itakuwa imechukua nafasi ya hiyo hukumu, kuondoa hiyo hukumu. Alafu sababu ya tatu ni kwa sababu hakukuwa na sadaka nyingine safi ya kuweza kutosheleza kumkomboa mwanadamu au kuondoa dhambi za mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, damu ya kondoo walivyokuwa wakitumia kwa wakati ule, ilikuwa inawapasa watumie kila baada ya muda fulani. Maana yake ni kwamba ilikuwa haina uwezo wa kusamehe dhambi moja kwa moja milele, kama ambavyo damu ya Yesu Kristo inasamehe dhambi milele. Unaona, kwa huo ndio utofauti kati ya siku zile. Lakini pia tunaona kwamba utofauti wa damu ya kondoo na damu ya Yesu Kristo. Mnyama anaweza kuwa na madhaifu, lakini damu ya Yesu Kristo yenyewe ni takatifu kwanza, kwa sababu hajazaliwa na dhambi, hajazaliwa na damu ya baba ambayo imebeba dhambi kupitia baba yetu Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba damu yake ni takatifu, ni safi kabisa. Ndiyo maana ina uwezo sasa wa kutufutia dhambi zote, kwa sababu yenyewe ni takatifu. Ndiyo maana ina uwezo wa kututakasa, ina uwezo wa kutusafisha, ina uwezo wa kutuondolea kila uchafu, ina uwezo wa kubadilisha maagano, yale maagano ya kifamilia ambayo yalikuwa yanatutesa, yanatusumbua, yanatufunga, yanatufanya tuwe watumwa wa family spirits. Vinavunjika, hivyo vitu vinakuwa vina nguvu tena juu yetu, na inatusaidia au inatupatanisha na Mungu wa mbinguni. Yaani inatufanya sasa kuwa wana wa Mungu kupitia kumpokea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie kwa nini Yesu alikufa. Kwa nini Yesu alikufa? Katika kitabu cha Waebrania sura 9 mstari wa 22 inasema kwamba na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tunaona kwamba kila kitu ili kisafishwe kinahitaji damu, na hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe kulikuwa hakuna namna sasa ili dhambi iweze kuondolewa, kulikuwa hakuna namna zaidi ya kifo cha Yesu. Kwa hiyo imekupasa utambue kabisa kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo ili wewe usiwe chini ya hukumu ya dhambi ambao ni mshahara wa mauti katika ziwa la moto wa milele, maana yake inakulazimu umpokee Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo, ili hukumu zako, dhambi zako, hatia zako zote uweze kufutiwa na uweze kuwa mwana wa Mungu, ili uwe na haki ya kurithi uzima wa milele.